Mary, do not fear. You will bear a holy child. Jesus will appear. He will be great. Son of the highest, he will reign forever. Jesus. A child is born, Emmanuel. A child is born, Israel's light. Heaven has come to dwell with us. Kisa cha Bethlehem ni kisa cha ajabu sana. Wakati wa ujio wa kwanza wa Kristo, Mungu alikusudia kwamba Wayahudi wafahamu na waweze kutangaza kwa mataifa mengine ya kwamba ukaribu wa kuzaliwa kwa huyu mtoto wa Mungu kulikuwa kukaribu. Lakini cha ajabu ni kwamba mpaka siku inakaribia ya huyu mtoto wa Mungu kuzaliwa, Wayahudi hawakufahamu. Viongozi wao waliendelea kutoa sadaka zenye kuchukiza. Waliendelea kuomba kwa maombi marefu ya chukizo, bila kufahamu ya kwamba mwana wa Mungu alikuwa anazaliwa. Kisa hiki ni kisa cha Waadventista wa Sabato kwa sasa. Wengi wapo kwenye upofu na watambuya kwamba Yesu yupo karibu kurejea mara pili. Dalili zote ziko wazi. Sheria ya Jumapili iko hatua ya 4 katika nchi ya Marekani, lakini bado viongozi wao wakiwaambia kwamba hakuna haja kufahamu haya mambo kwa sababu hakuna ajuaye siku wala saa. Kisa cha Bethlehem ni kisa cha Waadventista wa leo. Karibu katika somo hili. Ni imani ya kwamba Mungu atatuongoza kuweza kuelewa na tuweze kujiandaa kwa sababu Kristo yuaja tena mara ya pili. Karibuni tena rafiki, ninapenda kuwakaribisha. Tunaweza tukaanza kipindi chetu kwa maombi. Karibu. Tunakushukuru sana Baba yetu na Mungu wetu kwa upendo wako ajabu usiokuwa na mwisho. Asante kwa ajili ya kifo cha mwanao Yesu Kristo Calvary mwaka wa 31. Lakini asante tena kwa ajili ya siku nyingine ya leo ambao umetupatia tuweze kujifunza na kuelewa yale ambayo unahitaji tuweze kuyafahamu, hasa tunapokwenda kufunga historia ya huu ulimwengu. Tunashukuru Jehova kwa ajili ya uangalizi wa malaika zako watakatifu. Asante kwa ajili ya Roho Mtakatifu. Asante Jehova kwa ajili ya watumishi wengine ambao wanawaandaa watu kwa ajili ya dhoruba iliyoko mbele yetu. Ulimwengu wetu umefikia mwisho, dalili zote ziko wazi. Vita, magonjwa na tuhubiri. Huo ni mwanzo wa zile hukumu ambazo umeziahidi ya kwamba zitashuka katika miji miovu. Hivyo tunapaswa kuionya hiyo miji kabla tujachelewa. Na tunapojifunza maandiko haya tunahitaji tujawe na Roho Mtakatifu na tukaiambie miji na kuionya miji ya kwamba ujio wake Kristo uko mlangoni. Hivyo tunapoanza somo hili tunakualika ukaongoze somo hili mwanzo wa kipindi hiki hadi mwisho, kwa jina la mwanao Yesu Kristo. Amen. Ninawakaribisha tena rafiki zangu, ndugu zangu katika channel hii ya Bible Truth Prophecy Minister, na huyu si mwingine ni mwinjilisti Silas Kanuda. Leo ni siku nyingine na wasaa mwingine, na kabla ya kuanza somo hili ninapenda twende moja kwa moja kwenye kitabu cha Pambano Kuu kurasa wa 315. Nabii wa Mungu anasema kama ifuatavyo: Lo, kuna fundisho kubwa kiasi gani katika kisa cha ajabu kilichotokea Bethlehem! Ni jinsi gani kinakemea kutokuamini kwetu, kiburi chetu na kutosheka kwetu. Ni jinsi gani kinatuonya sisi kuwa macho, la sivyo kwa kosa letu la kutokuwa tofauti tutashindwa pia kuziona dalili za nyakati, na hivyo kutokujua siku ya kujiliwa kwetu. Ellen White anaturejesha katika Bethlehem. Tunafahamu ya kwamba Bethlehem ni kisa cha ajabu sana. Kinatufundisha jinsi ambavyo Wayahudi walipaswa kuelewa, walipaswa kutambua
wakati wa kuja kwa Kristo mara ya kwanza, walipaswa kutambua ni mahali gani Kristo atazaliwa. Walipaswa kuelewa muktadha pia wa tukio. Lakini kwa sababu kwa kuto kuzingatia na kukesha, hawakuelewa. Malaika alipokuja kutazama Bethlehem, hawakuona kama kulikuwa na watu walikuwa tayari. Na mpaka malaika alikuwa tayari kurudi mbinguni, na ndipo akawaona wachungaji ambao walikuwa wanazungumza kuhusu habari za ujio wa huyu Mwokozi ambaye angelikuja kwa ajili ya kuokoa jamii ya wanadamu. Lakini makuhani, malabi, walimu hawakuwa tayari. Na leo tutakuwa na somo zuri ambalo litagusa kuhusu habari Wayahudi wapi walikosea wasitambue dalili za ujio wa Kristo mara ya kwanza. Na hizo njama ambazo shetani alizifanya kuwafunika Wayahudi pia zinaweza kuwa njama hizo zikatufunika tusielewe marejeo ya pili ya Kristo. Je, Wayahudi walikosea wapi? Fuatana nami tunapotembea katika hili somo. Pambano Kuu, kurasa wa 313, nabii wa Mungu anasema kama ifuatavyo: wakati ule wa kuja kwa Kristo mara ya kwanza, makuhani na waandishi wa mji mtakatifu ambao walikabidhiwa mausia ya Mungu wangeweza kuzitambua dalili za nyakati na kutangaza kuja kwake yeye aliahidiwa. Walipaswa kutambua kipi kilitokea. Twende pamoja. Unabii wa Mika ulipataja mahali atakapozaliwa. Danieli alitaja wakati mahususi wa kuja kwake katika Mika 5:2, Danieli 9:25. Mungu alikabidhi unabii huu kwa viongozi wa Kiyahudi. Walikuwa hawana udhuru wa kutokujua na kutowatangazia watu kwamba kuja kwake Masihi kulikuwa kumekaribia. Ujinga wao ulikuwa ni matokeo ya upuuzi katika dhambi. Kumbe pointi kubwa ilikuwa na ujinga wao katika dhambi. Na Mungu alikuwa amewakabidhi hawa viongozi wa Kiyahudi, hawa malabi, cha kwanza waelewe tukio, waelewe muktadha, waelewe wakati, na baada ya kuelewa wakati huu waweze kuwatangazia watu kila ambacho kilikuwa kinaujia ulimwengu, kila ambacho kilikuwa kinahusu wokovu wa jamii ya wanadamu. Lakini hawakuelewa, lakini hawakutambua kipi ambacho kiliwafanya wasitambue. Je, historia hiyo haijirudi kwa kanisa la Waadventista wa Sabato? Je, hatuoni dalili za nyakati? Hatuoni changamoto ambazo zinaikumba dunia yetu? Hatuoni hatua ya mwisho ya sheria Jumapili katika nchi ya Marekani? Hatuoni yote hayo? Je, ni kipi ambacho kimewafunika upofu viongozi wa Waadventista? Ni siku chache tu baada ya Inter-America Division na North America Division kwenda kupinga habari ya sheria za Jumapili katika nchi ya Marekani. Tunafahamu, tuliwahi kutoa hiki kitu na utaona tu hapo katika skrini yako barua zao ambao zilionesha kwamba wakipinga. Na sio muda mrefu tu pia, sawa, walipinga na Waadventista ulimwenguni kote wanataka kujitoa katika umoja wa nini? Katika umoja wa Mataifa baada ya kuwa wamejiungamanisha. Na tulisikia kuhusu habari ya kina Gano Diop wakisema kwamba Waadventista hatujajiunga kwenye umoja wa Mataifa. Lakini hatujaona tamko rasmi kutoka kwa viongozi wakubwa wa General Conference wakiwaasa watu na kuambia kwanza sheria za Jumapili zinakuja. Historia ya Bethlehem ni historia yetu leo. Kipi ambacho kilifanya Wayahudi wasitambue? Na ni kipi ambacho pia kitafanya viongozi wa Waadventista wawaingize watu katika sheria za Jumapili pasipo wao kutambua? Sikia. Pambano Kuu, kurasa wa 313 na 314, Ellen White anazidi kueleza kama ifuatavyo: kwa shauku na hamu ya kicho, wazee wa Israeli wangekuwa wamejifunza kuhusu mahali, cha kwanza, wakati na mazingira, kuhusiana na tukio lile lililo kuu katika historia ya ulimwengu. Walipaswa wafahamu mahali, walipaswa wafahamu wakati, walipaswa wafahamu mazingira.
Nabii anasema kwamba kuja kwa mwana wa Mungu kukamilisha ukombozi wa mwanadamu. Watu wote wangekuwa wamekesha na kungoja ili wawe miongoni mwa watu wa kwanza kumkaribisha mkombozi wa ulimwengu. Lakini tazama pale Bethlehem, kulikuwa na wasafiri wawili kutoka katika mlima ya Nazareti, wakitembea umbali wote kupitia mitaa finyu ya mji mpaka sehemu ya mwisho kabisa ya mashariki mwa mji, wakitafuta bila mafanikio mahali pa kupumzikia na pa kujihifadhi usiku ule. Hakuna milango iliyo wazi kuwapokea. Hatimaye wanapata hifadhi katika kibanda kibaya kilichoandaliwa kwa ajili ya ng'ombe. Hapo ndipo alipozaliwa Mwokozi wa wapi? Mwokozi wa ulimwengu. Lakini magombo ya chuo yalikuwa yameshaeleza muktadha, yalikuwa yameeleza wakati. Danieli alieleza mpaka wakati Kristo mahali angezaliwa, ilieleza. Mika alieleza mji ambao mwana wa Adamu angezaliwa. Ni upofu gani wa Wayahudi waliufanya ambao hawakutambua hata dalili za kujiliwa kwao? Lakini leo Waadventista wa Sabato, ni upofu gani ambao umetufanya hata tusijue dalili za marejeo ya Kristo? Sheria za Jumapili katika nchi ya Marekani ziko mbele. Akina Jonathan Bell, Heritage Foundation wanatangaza wazi ya kwamba hawana muda, watatangaza sheria za Jumapili, watapitisha sheria za Jumapili. Lakini bado kanisa la Waadventista limelala, viongozi wamelala, wala hawafahamu kujiliwa kwao. Historia ya Bethlehem ni historia pia ya kanisa la Waadventista wa Sabato, ni historia ya kanisa la Waadventista. Malaika alitumwa na kwenda kuangalia, je, Bethlehem kulikuwa na watu ambao walikuwa wamejiandaa? Lakini cha ajabu ni kwamba malaika alipotazama hakuona na alitamani kurudi. Na ndipo alipoangaza akakuta kulikuwa na wachungaji ambao walikuwa wanajifunza kuhusu habari za Yesu, wakitazama nyota na kujikumbusha kwamba iko siku Mwokozi wa ulimwengu atazaliwa. Sikia Pambano Kuu kurasa wa 314, nabii wa Mungu anasema kwamba malaika alitembelea dunia ili kuona wale walio tayari kumkaribisha Yesu, lakini hawezi kuona dalili zilizotarajiwa. Hasikii sauti yoyote ya sifa na shangwe inayoonesha kwamba kipindi cha kuja kwake Masihi kimekaribia. Malaika yule anabaki hewani akiruka juu ya mji ule na juu ya hekalu lile ambalo ndani yake kuwako kwa Mungu kulikuwa kumedhihirishwa kwa vizazi vingi. Lakini hata humo anaiona hali isiyokuwa tofauti. Makuhani wale katika fahari na kiburi wanatoa sadaka zilizonajisiwa katika hekalu. Mafarisayo wanahutubia watu kwa sauti kubwa, au wakitoa sala za kujikinai maeneo ya njia panda za mitaa. Katika majumba ya kifalume, katika mkusanyiko ya wanafalsafa, katika shule za malabi, wote kwa namna moja hawana habari ya tukio la ajabu ambao limeijaza mbingu yote kwa furaha na sifa, kwamba mkombozi wa wanadamu yu karibu kuonekana duniani. Malaika alikosa. Sikia, hakuna ushahidi wowote unaoonyesha kwamba Kristo anatarajiwa, na hakuna maandalizi yoyote kwa ajili ya huyo mkuu wa uzima. Alienda kwa makuhani, hakuna. Ndani ya hekalu hakuna. Makuhani walikuwa wakitoa sadaka za unajisi, walikuwa wakihubiri kwa sauti kuu, lakini pasipo kufahamu ya kwamba saa ya kuzaliwa kwa mwana wa Mungu, mkombozi wa ulimwengu, ilikuwa imekaribia. Hebu sikia anavyorekodi Ellen White hapa. Kwa mshangao mkubwa, yule mjumbe wa mbinguni yu karibu kurudi mbinguni akiwa na habari mbaya ya aibu. Wakati anapogundua kundi la wachungaji wa kondoo wanaoichunga mifugo yao usiku, nao wanapoangaza macho yao katika mbingu zenye nyota, wanaotafakari unabii wa Masihi ajaye na kutamani kuja kwake mkombozi yule wa ulimwengu. Hapa kuna kundi lililo tayari kupokea ujumbe wa mbinguni, na ghafla malaika yule wa Bwana anatokea akitangaza habari ile ya furaha kuu. Ndipo anatokea na kueleza ya kwamba kwenye mji wa Daudi, Bethlehem,
mwana wa Mungu amezaliwa. Sasa kisa hiki cha Bethlehem ni kisa chetu katika huu wakati wa kufunga historia ya ulimwengu. Si wachungaji, si walimu, wote wamelewa, hawajui dalili za kujiliwa kwao, hawaelewi kinachoendelea, na wao hata hawaambii watu ya kwamba marejeo ya Kristo yako karibu. Badala yake wanazidi kuongeza anasa juu ya anasa. Huu ni ukweli ambao lazima watu waweze kupelekewa kwamba Yesu anakaribia kurejea na muda sio mrefu. Sikiliza, kuna fundisho kubwa kiasi gani katika kisa cha ajabu kilichotokea Bethlehem. Ni jinsi gani kinakemea kutokuamini kwetu. Cha kwanza, kiburi chetu. Cha pili, na kutosheka kwetu. Laodikia ametosheka, anaona hana haja ya nuru, hana haja ya dawa ya macho. Lakini nabii anazungumza nini? Ni jinsi gani kinatuonya sisi kuwa macho, la sivyo kwa kosa letu la kutokuwa tofauti, tutashindwa pia kuziona dalili za nyakati, na hivyo kutojua siku ya kujiliwa kwetu. Kumbe kwa kosa lile lile ambalo walifanya Wayahudi pia linaweza kuwa kosa letu, tusiweze kutambua dalili za kujiliwa kwetu. Tusiweze kutambua dalili za kujiliwa kwetu. Ni mara ngapi viongozi wa Waadventista uovu unatokea, tunasikia habari ya sheria za Jumapili na bado watu hawaambiwi? Hii ni dalili mojawapo ya kwamba hizi habari za Bethlehem ni onyo katika maisha yetu. Inasikitisha na inaumiza mno kuona watu wakiwa wamelala na bado wakitazamia kuamshwa na viongozi waliolala. Inaumiza na inasikitisha mno. Malaika wa mbinguni wanatazama viongozi na washiriki waliolala, wanahuzunika. Wanatamani wawaeleze ya kwamba ujio wa Kristo ukaribu, na bado sauti za kwamba hakuna ajuaye siku wala saa zinaendelea kulindima kila kona ya dunia. Historia ya Wayahudi ni historia ya Waadventista wa Sabato. Watu wako tayari kukana hata shuhuda za Ellen White akieleza ya kwamba mwisho wa pambano umekaribia, na Ellen White ameonyesha hatua kwa hatua ya kwamba ukomo wa pambano ni miaka 6, na bado hawa viongozi wanakuambia haiwezekani kuelewa mwanzo wa miaka 6 na mwisho wa miaka 6. Na ndio hawa viongozi wakati wa Yahudi walitukana na kupinga waliokuwa wanafanya makokotoo kwa ajili ya ujio wa Yesu mara ya kwanza. Ndio hao leo wanaopinga na kutoa laana kwa wanaojitahidi kukokotoa na kuonesha marejeo ya Kristo. Ndio hao viongozi leo. Inasikitisha mno upofu walio nao viongozi wa kanisa. Inasikitisha sana. Na watu kwa sababu wamefundishwa kuwatii viongozi, hawako tayari kusikia sauti za maonyo zikiwaambia ukaribu wa marejeo. Si kauli moja ya watu wakisema kwamba tujiandae tu, Yesu atakuja wakati wowote. Hakuna haja ya kutaja habari ya ukaribu wa marejeo yake. Hapana. Mungu hakurupuki. Kama Mungu ni mwenye nguvu na mjuzi wa kila kitu, haiwezekani ya kwamba ratiba za ujio wake wa kwanza Yesu alikuja bahati mbaya. Kama wakati wa kuja kwa Yesu mara ya kwanza, kama Wagalatia 4:4 hakuja kwa bahati mbaya, basi tutegemee pia ujio wa Kristo mara ya pili hautakuwa bahati mbaya. Ni lazima Mungu ameratibu mambo yote haya. Lazima Mungu ameratibu haya mambo yote. Kwa nini? Kwa sababu zile sikukuu 7 ambazo Wayahudi walipewa ndizo ambazo zinachola ratiba za ujio wa pili wa Kristo, na ndiyo pia zilichola ratiba za ujio wa kwanza wa Kristo. Hivyo hatumo gizani kama Paulo anavyozungumza. Je, Wayahudi walikosea wapi? Mbona maandiko matakatifu yalikuwa yamezungumza mahali ambapo Yesu atazaliwa? Wayahudi walikosea wapi? Mbona Danieli alikuwa amezungumza mpaka wakati atakapozaliwa? Wayahudi walikosea wapi? Mbona Isaya alizungumza kwamba bikira atachukua mimba? Wayahudi walikosea wapi? Sasa leo ninaomba nionyeshe vitu vifuatavyo, tuone
kile ambacho kinaweza kujirudia katika historia ya Waadventista wa Sabato. Naomba moja kwa moja rafiki zangu tuone kitu kimoja hapa ambacho kinaweza kutusaidia kuweza kuelewa, je, Wayahudi walikosea wapi na huku magombo yalikuwa yamezungumza. Jambo la kwanza ambalo Wayahudi walipaswa kulielewa ilikuwa ni bikira kuchukua mimba. Jambo la kwanza ilikuwa ni habari ya nini? Ya bikira kuchukua mimba. Bikira kuchukua mimba. Kuchukua mimba. Wayahudi walipaswa waelewe hiki kitu, ya kwamba Yesu angezaliwa na bikira, na ilikuwa imetabiriwa kwenye Isaya 7:14 na maandiko nasema kama ifuatavyo: Kwa hiyo Bwana mwenyewe atawapa ishara, tazama bikira atachukua mimba, atazaa mtoto mwanamume, naye atamwita jina lake Emmanuel. Isaya alitabiri ya kwamba Kristo angezaliwa na bikira. Je, unabii huu ulikuwa umetabiriwa miaka 500 iliyopita? Wayahudi je, hawakufahamu haya mambo? Sikia utimilifu wake kwenye Mathayo 1:18 mpaka 23, na Mathayo anasema kama ifuatavyo: Kuzaliwa kwake Yesu Kristo kulikuwa hivi. Mariamu mama yake alipokuwa anaposwa na Yusufu, kabla hawajakaribiana, alionekana ana mimba kwa uwezo wa Roho Mtakatifu. Na Yusufu mumewe, kwa vile alivyokuwa mtu wa haki, asitake kumwaibisha, aliazimu kumwacha kwa siri. Basi alipokuwa akifikiri hayo, tazama malaika wa Bwana akamtokea katika ndoto akisema, Yusufu mwana wa Daudi, usihofu kumchukua Mariamu mkeo, maana mimba yake ni kwa uweza wa Roho Mtakatifu, naye atazaa mwana, naye atamwita jina lake Yesu, maana yeye ndiye atakayewaokoa watu wake na dhambi zao. Hayo yote yamekuwa ili timie neno lililonenwa na Bwana kwa ujumbe wa nabii. Nabii nani? Nabii Isaya. Tazama bikira atachukua mimba, naye atazaa mwana, nao watamwita jina lake Emmanuel, yani Mungu pamoja nasi. Ishara ya kwanza, walipaswa watambue ya kwamba Yesu angezaliwa na bikira. Lakini unabii haukuishia tu hapo. Yako mambo mengi ambayo yalielezwa. Na jambo la pili, atazaliwa Bethlehem. Jambo la pili, ilitakiwa kuzaliwa Bethlehem. Kuzaliwa Bethlehem, hili nalo lilikuwa limetabiriwa muda mrefu sana. Kwa hiyo Wayahudi hawakuwa na uzuru. Kitabu cha Mika 5:2 mpaka 4, maandiko yanasema kama ifuatavyo: Bali wewe Bethlehem Efrata, uliye mdogo kuwa miongoni mwa elfu za Yuda, kutoka kwako wewe atanitokea mmoja atakayekuwa mtawala katika Israeli, ambaye matokeo yake yamekuwa tangu zamani za tangu milele. Kwa sababu hiyo atawatoa hata wakati wa kuzaa kwake aliye na utungu, hayo mabaki ya nduguze watawarudia wana wa Israeli, naye atasimama kulisha kundi lake kwa nguvu za Bwana, kwa enzi ya jina la Bwana Mungu wake, nao watakaa, maana sasa atakuwa mkuu hata miisho ya dunia. Walipaswa waelewe, walipaswa watambue, walipaswa wajue kwamba Bethlehem ndipo ilikuwa mahali pa huyu mwana wa Mungu kuzaliwa. Na hii ni miaka mingi iliyopita. Mika alitabiri utimilifu wake. Utimilifu wake tuone kinachozungumzwa kitabu kile cha Mathayo 2:4 mpaka 6. Nasema kwamba akakusanya wakuu wa makuhani wote na waandishi na watu, akatafuta habari kwao. Alikuwa ni nani huyu? Alikuwa ni Herode. Mahali Kristo azaliwa wapi? Nao wakamwambia, katika Bethlehem ya Uyahudi, kwa maana ndivyo ilivyoandikwa na nabii, nawe Bethlehem katika nchi ya Yuda, huu mdogo kamwe katika majumbe wa Yuda, kwa kuwa kwako atatokea mtawala atakayewachunga watu wangu wa Israeli. Hivyo katika jambo la pili, walipaswa waelewe mahali ambapo Kristo atazaliwa, kwamba Bethlehem ndipo palikuwa sehemu ya huyu Kristo kuzaliwa. Lakini kwa nini hawakuelewa? Lakini kwa nini hawakutambua? Upofu
wa kupenda ulimwengu, wa kupenda dhambi, uliowafanya Wayahudi wasiweze kutambua. Lakini jambo jingine, atatoka katika shina la Daudi. Jambo la tatu, itakiwa fahamu kwamba huyu alikuwa ni nini? Alikuwa ni shina la Daudi. Hii ni jambo jingine pia ambalo lilipaswa lihangaishi akili za makuhani. Walipaswa waelewe na watambue, lakini hawakuelewa kwa sababu ya kutokuamini kwao. Sikia kitabu cha Isaya 11:1-7. Maandiko matakatifu yanasema kama ifuatavyo: basi litatoka chipukizi katika shina la Yese, na tawi litakalotoka katika mizizi yake litazaa matunda, na Roho ya Bwana itakuwa juu yake, roho ya hekima na ufahamu, roho ya shauri na uweza, roho ya maarifa na ya kumcha Bwana. Na furaha yake itakuwa katika kumcha Bwana, wala hata hukumu kwa kuyafuata ayaonayo kwa macho yake, wala hata onya kwa kutafuta ayasikiayo kwa macho yake, bali kwa haki atawahukumu maskini, naye atawaonya wanyenyekevu wa dunia kwa adili, naye ataipiga dunia kwa fimbo ya kinywa chake, na kwa pumzi ya midomo yake atawaua. Isaya alikuwa ameshatabiri ya kwamba huyu chanzo chake itakuwa ni katika shina la Yese. Walipaswa kuelewa, walipaswa kufahamu. Magombo walikuwa nayo, walikuwa wakicheza nayo, waliwafundisha wale watoto. Malabi walikuwa wakicheza na magombo kila wakati, lakini kwa sababu ya kutokuamini kwao hawakuelewa chochote. Na ndiyo historia hii inajirudia pia kwa Adventista wa Sabato. Eti marejeo ya kuja kwa Yesu ni siri. Nabii zote ziko wazi. Danieli ya kusema tu kwamba heri asomaye, lakini pia alisema na wao wayafahamuyo. Hatukisha kuzungumza kwamba tusome, lakini na kufahamu habari za kuja kwa Yesu. Lakini pia hata kitabu cha Ufunuo kinazungumza wazi. Lakini kwa nini hatutaki kuelewa? Historia ya Wayahudi ni historia Yesu. Utimizo wake kwenye Luka 2:4-6. Yusufu naye aliondoka Galilaya toka mji wa Nazareti, akapanda kwenda Uyahudi mpaka mji wa Daudi uitwayo Bethlehem, kwa kuwa yeye ni wa mbali na jamaa ya Daudi, ili aandikwe pamoja na Mariamu mkewe, ambaye amemposa naye ana mimba. Ikawa katika kukaa huko siku zake za kuzaa zikatimia. Ni wambali ya wapi? Ni wambali ya Daudi. Nani huyo? Yusufu. Kwa hiyo utabiri ulikuwa uko wazi, na walipaswa watambue. Ishara tu hizi tatu zilipaswa ziwaeleweshe Wayahudi ya kwamba huyo alikuwa ni mwana wa Mungu, lakini hawakuelewa. Hebu sikia utabiri mwingine ambao Wayahudi walipaswa waelewe ni huu ufuatao, ya kwamba angelipelekwa Misri. Jambo la 4, Yesu kupelekwa Misri. Hili ni jambo la 4, kupelekwa Misri. Hili pia nalo lilipaswa lishughulishe akili za Wayahudi. Walipaswa waelewe. Kitabu cha Hosea 11:1, maandiko nasema kwamba Israeli alipokuwa mtoto, na alikuwa nikimpenda, nikamwita mwanangu atoke Misri. Utimizwaji wake kitabu cha Mathayo 2:13-15, maandiko nasema kwamba na hao walipokwisha kwenda zao, tazama malaika wa Bwana alimtokea Yusufu katika ndoto, akasema, ondoka umchukue mtoto na mamaye, au kimbilie Misri, ukae huko hata nikwambie, kwa maana Herode anataka kumtafuta mtoto amwangamize. Akaondoka akamchukua mtoto na mama yake usiku, akaenda zake Misri, akakaa huko hata alipokufa Herode, ili litimie neno lililonenwa na Bwana kwa ujumbe wa nabii, akisema, kutoka Misri aliyemwita mwanangu. Kutoka wapi? Kutoka Misri aliyemwita mtoto wake. Haya mambo yalitakiwa yafungue macho ya Wayahudi.
Wayahudi walipaswa waelewe, walipaswa watambue, lakini walikuwa katika upofu, hawakuelewa kilichokuwa kikiendelea. Historia hii ya Bethlehem ni historia ya Waadventista wa Sabato. Historia hii kama wakati wa kuja kwa Yesu mara ya kwanza, unabii unaohusu kuja kwa Yesu mara ya kwanza ulizungumzwa wazi katika maandiko matakatifu. Katika magombo haya mambo yalizungumzwa wazi, kila kitu kilikuwa kimeandikwa. Ni kitu gani kilichowafanya wasitambue? Ni kitu gani kilichowafanya wasielewe? Ni upofu, dhambi, kupenda madaraka na kuchukia ujio wa Kristo. Hicho ndicho kilichowafanya wasielewe. Lakini si hapo tu, hata Zekaria 9:9 pia unabii unaomuhusu Yesu ulikuwa umeandikwa muda mrefu. Na jambo hili ni jambo la 5 la kupanda punda na mwanapunda. Hii ni jambo la 5 la kupanda punda na mwanapunda. Kupanda punda na mwana punda. Unabii huu pia ulikuwa umezungumzwa wazi. Walipaswa waelewe habari ya Yesu alipokuwa akiingia Yerusalemu na punda. Walipaswa waelewe kwamba mbona hiki kitu si cha kawaida, lakini hawakuelewa ya kwamba ndiye alikuwa mfalme wao. Zekaria 9:9, furahi sana e binti Sayuni, piga kelele e binti Yerusalemu, tazama mfalme wako anakuja kwako, ni mwenye haki naye ana wokovu, ni mnyenyekevu, amepanda punda na mwanapunda, mtoto wa nani? Mtoto wa punda. Walipaswa kuelewa utimilifu wake. Kwenye kitabu cha Yohana 12:12-15, nayo siku ya pili yake watu wengi walioijia sikukuu walisikia ya kwamba Yesu anakuja Yerusalemu, wakatwaa matawi ya mitende, wakatoka nje kwenda kumlaki, wakapiga makelele, Hosana, ndiye mbarikiwa ajaye kwa jina la Bwana, mfalme wa Israeli. Na Yesu alikuwa amepanda mwanapunda, akampanda kama vile ilivyoandikwa, usiogope binti Sayuni, tazama mfalme wako anakuja, amepanda mwana punda. Walipaswa waelewe, walipaswa wajue. Magombo walikuwa nayo. Kitu gani kiliwafanya wasielewe? Kama magombo walikuwa nayo, kitu gani ambacho kiliwafanya wasielewe? Lakini jambo jingine ambalo lilikuwa limetabiliwa ilikuwa ni Masihi kukataliwa. Jambo la 6 ilikuwa ni Masihi kukataliwa. Alikataliwa Masihi kukataliwa. Hili nalo pia, rafiki yangu, lilipaswa lijaza akili za Wayahudi. Huyu ambaye ishara zote zimetimia. Hizi ni ishara 6 na bado hawaelewi. Walipaswa watambue ya kwamba huyu ndiye aliyetabiriwa. Sikia, kitabu kile cha Isaya 53:1-3 kilikuwa kimetabiri, na yafuatayo tunaweza kuyapata kwenye kitabu cha Isaya 53:1-3. Ni nani aliyesadiki habari tuliyoleta? Na mkono wa Bwana amefunuliwa nani? Maana alikuwa mbele zake kama mche mororo na kama mzizi katika nchi kavu. Yeye hana umbo wala uzuri, na tumwonapo hana uzuri hata tumtamani. Alidharauliwa na kukataliwa na watu. Alifanyaje? Alidharauliwa na kukataliwa na watu. Mtu wa huzuni nyingi, ajuaye sikitiko, na kama mtu ambaye watu humficha nyuso zao. Alidharauliwa, wala hatukumhesabu kuwa kitu. Unabii huu pia ulitimia. Kitabu kile cha Yohana 1:8-11 ilitabiriwa kwamba huyu Kristo angelikataliwa. Ilipaswa pia kuwafungua macho Wayahudi waweze kuelewa, lakini Wayahudi hawakuweza kuelewa. Yohana 1:8-11, maandiko yanasema kwamba huyo hakuwa ile nuru, bali alikuja ili aishuhudie ile nuru. Kulikuwako nuru halisi, amchaye nuru kila mtu akija katika ulimwengu. Alikuwako ulimwenguni, hata kwa yeye ulimwengu ulipata kuwako, wala ulimwengu haukumtambua. Alikuja kwake, wala walio wake hawakumpokea. Alikataliwa na waliokuwa wa kwake. Unabii huu ulizungumza wazi. Walitakiwa wafahamu ya kwamba huyu ndiye aliyekuwa ametabiriwa. Walipaswa waelewe, lakini
walimuona kama mwana wa seremala tu. Hata ujio wa pili wa Kristo itakuwa ni story hizi. Nabii wa Mungu ameandika wazi. Ameandika kwenye Pambano Kuu 327 ya kwamba 31 AD miaka 4000 ilikoma pale. Lakini watu hawataki kuelewa. Na kwenye manuscript volume ya kwanza 355 anasema aliona tu kanisa lake alipokuwa akifa lingedumu kwa miaka 2000 tu. 655 Pambano Kuu inazungumza wazi ya kwamba miaka 6000 tu itadumu kwa kanisa. Lakini biography volume ya kwanza 366 paragraph ya kwanza anasema pambano kati ya wema na uovu. Katika upande mmoja ambao yuko Yesu na malaika zake, na upande mwingine ambao yuko Shetani na malaika zake, anasema aliliona liko na mnyololo ambalo lingedumu kwa miaka 6000. Sasa watu kuchukua tu mahesabu wakajumlisha ya kwamba kama ule mwaka wa 31 AD ilikuwa inatimia miaka 4000 toka kafara ianze kutolewa. Na ilitolewa wapi? Ilitolewa Eden hii kafara kwa mara ya kwanza. Miaka 6000 tuzungumzi wakati kuumbwa kwa ulimwengu. Hatuzungumzi wakati Yesu alipozaliwa. Tunazungumzia wakati Yesu alipojitoa kama kafara, kwa sababu dhambi ilipoingia ndipo ambapo plan of redemption ilipoanza kufanya kazi. Japo Mungu alikuwa tayari ameshaonesha mtiririko mzima ya kwamba kitatokea hipi, kitatoka kipi, kitaenda hiki, kitakwenda hiki. Ni kitu gani ambacho watu hawakielewi? Kama ndivyo hivyo 31 AD ni miaka 4000. Ni miaka 4000. Hii ni Pambano Kuu, ni GC. Hii ni Pambano Kuu GC 327 inaeleza hivi. Lakini anazungumza pia hivi. Hii ni manuscript volume ya kwanza. Manuscript volume ya kwanza ukurasa wa 355.1 anazungumza kwamba miaka 2000 ya kanisa, rafiki zangu. Lakini biography volume ya kwanza, biography volume ya kwanza ukurasa wa 366.1 anasema pambano itadumu miaka 6000. Haya ameandika nabii wa Mungu. Kinachonishinda mimi ni kipi? Kuchukua kwamba kama mwaka wa 4000 tuone. Tunahitaji kuwa tayari, tunahitaji kuwa wanafunzi wa Biblia na roho ya unabii. Tunahitaji kuwa wanafunzi wa Biblia na roho ya unabii. Kama mwaka wa 31 AD hii ilikuwa ni miaka mingapi? Ilikuwa ni miaka 4000. Na pambano tumesema pambano litadumu kwa miaka mingapi? Pambano litadumu kwa miaka 6000. Pambano litadumu kwa miaka 6000. Hii ni pambano kulingana na nabii wa Mungu. Sasa kama ndivyo hivyo, lakini pia nasema kwamba ule mwaka wa 31 AD aliona kanisa litadumu kwa miaka mingapi? Litadumu kwa miaka takribani 2000. Sasa unashindwa kuconnect dot, rafiki yangu, ya kwamba kutoka huu muda ya kwamba 31 kama pambano ni miaka 6000, na maana yake kutoka 31 ni miaka 4000, sio? Na pambano hii ni miaka mingapi? Pambano ni miaka 6000. Pambano ni miaka 6000, sio? Maana yake mwaka wa 31 AD ni miaka 2000. Anasema lingedumu kwa miaka 2000.
Ninashindwa vipi mimi kuchukua 31, sawa, nikajumlisha na 2000 ikaangukia mwaka wa 2031 na kusema kwamba pambano hapa litakoma? Ipi ni dhambi hapo? Mpaka tuanze kutoleana laana kwamba hawa wanaitwa ni waongo. Ipi dhambi hapa kwa mtu huyu kupiga mahesabu na akaishia hapa? Ilikuwa ni ipi dhambi, sawa, wakati wa ujio wa kwanza wa Kristo, yale majuma 70, yale majuma 70 kwa huyu mtu ambaye angeamua kukotoa majuma 70 ambayo ilikuwa ni miaka 490, sawa, kuchukua tu ya kwamba toka amri ya kujenga Yerusalemu ambayo ilikuwa ni mwaka wa 400, sawa, 57, sawa, before Christ, kwamba majuma haya 70 yangetembea mpaka mwaka wa 34 AD. Kipi ilikuwa ni dhambi kupiga mahesabu ya kwamba juma moja lingetolewa kujenga nini? Lingetolewa kujenga hekalu. Maana yake kutoka mwaka wa 457 inakuja mwaka gani? Wa 508. Waliokuwa kufanya mahesabu walikuwa unakosea nini? Yaani maana yake nikasema kwamba kulikuwa na majuma mengine ambayo yalimhusu Yesu tu. Majuma 60 ngapi? Majuma 69. Maana yake majuma haya 69 weeks yalikuwa nakomea mwaka gani? Yalikuwa nakomea mwaka wa 27, tumelewana, AD, ambapo hapa Kristo itakiwa atiwe nini? Atiwe mafuta. Ni kitu gani ambacho kilishindwa Wayahudi wasielewe? Na ndicho hicho ambacho pia Waadventista wanaweza wasielewe. Nikazungumza wazi ya kwamba lile juma moja, 1 week, tumelewana, angefanya agano. Huyo Kristo angefanya agano na watu wake. Tuone kama ndivyo hivyo. Upofu wa Wayahudi uko wapi ambao sisi hatuna? Yaani maana yake kutoka mwaka wa 457 yale majuma 77, sawa, week, ambayo ni miaka 490 kwa unabii wa Hesabu 10:34 ambapo ni siku kwa mwaka, lakini pia na Ezekiel 4:6 siku moja kwa mwaka nimekuagiza, zikomea mwaka wa 34. Na hapa tunaona ushahidi mkubwa. Ushahidi huu ulikuwa ni upi? Kuuawa kwa Stefano. Stefano anauawa hapa, sio? Sasa kama ndivyo hivyo Stefano anauawa maeneo haya, na sisi Waadventista, dalili ya kwamba kikomo cha miaka 6000 tumeona hizi vuguvugu, sawa, tuone miaka 6000, tuna ushahidi. Miaka 6000, tunaanza jambo la kwanza 2015 kwa mara ya kwanza tunaona Amerika ikipitisha ndoa jinsia nini? Ndoa ya jinsia moja. Sio 2015 mpaka na 16 tuna waraka wa Laudato Si. Laudato Si ambapo ndani yake inazungumza kuhusu habari ya nini? Ya Sunday Law. Haya mambo tunayoona yote katika miaka yetu ya karibuni. Na kingine ni kipi? Tunaona Trump akijirudia katika nini? Akijirudia kuwa rais tena, ambapo pia movement hii ilikuwepo hata miaka 1888. Kuna rais Groves alijirudia tena mara ngapi? Mara ya pili. Hatuishi hapo. Tunaona kitu kingine hapa. Movement ya Sunday Law inakuwa sana. Tunapata changamoto ya COVID 2021. Tunapata hizi Sunday Law movement yake kubwa kabisa 2022
2025 tunaona ikiendelea mpaka sasa. Je, haya matukio hayatoshi kutuonesha kwamba Kristo anakuja mara ya pili, na ya kwamba hii miaka 6,000 ni halisi? Na tunaweza kucheka Wayahudi ya kwamba wao walikuwa wapofu sana, kumbe sisi ndio wapofu kuliko Wayahudi. Historia ya Bethlehem, historia ya Bethlehem ni historia yetu, ni historia yetu, historia ya Bethlehem. Kama hatutotambua dalili ya watu wa Mungu, ni kwamba Kristo atakuja na hatujawa tayari, hatujawa tayari. Na jambo jingine ambalo Wayahudi walipaswa walitambue, tumeona ya kwamba kuna mambo yafuatayo ambao Wayahudi walipaswa waelewe. Jambo la 6, Masihi kukatiliwa mbali. Sasa tuone jambo jingine ambalo ni la 7, ambalo linaweza kutusaidia kuelewa. Jambo jingine la 7 ambalo lazima litusaidie kuelewa. La 7 ilikuwa ni Masihi kusalitiwa na rafiki yake. Kusalitiwa na rafiki yake. Tuone unabii huo na utimilifu wake. Kitabu cha Zaburi 55:12 mpaka 13, maandiko yanasema kwamba kwa maana aliyetukana si adui, kama ndivyo ningemvumilia. Aliyejitukuza juu yangu si anichukiaye, kama ndivyo ningejificha asinione. Bali ni wewe mtu mwenzangu, rafiki yangu, niliyejuana nawe sana. Alikuwa ni nani? Alikuwa ni Yuda. Tuone utimilifu wake kwenye Mathayo 26:47 mpaka 50. Basi alipokuwa katika kusema, tazama, Yuda mmoja wa wale thenashara akaja, na pamoja na kundi kubwa wenye panga na malungu wametoka kwa wakuu wa makuhani na wazee wa watu. Na yule mwenye kumsaliti alikuwa amewapa ishara akisema, nitakayembusu huyo ndiyo mkamateni. Mara akamwendea Yesu akasema, salamu Rabi, akambusu. Yesu akamwambia, rafiki. Nani rafiki? Fanya ulionijia. Wakaenda wakanyosha mkono wao wakamkamata Yesu. Jambo jingine ilikuwa ni kuuzwa kwa vipande 30. Hili ni jambo la 8, kuuzwa kwa vipande 30. Jambo la 8 ilikuwa kuuzwa kwa vipande vingapi? Vipande 30 vya fedha. Hii utaipata kwenye Zekaria 11:12. Nikawaambia, mkiona vyema nipeni ujira wangu, kama sivyo msinipe. Basi wakanipimia vipande 30 vya fedha kuwa ndio ujira wangu. Utimilifu wake Mathayo 26:14 nasema kwamba wakati huo mmoja wa wale thenashara, jina lake Yuda Iskariote, aliwaendea wakuu wa makuhani akasema, ni nini mtakachonipa nami nitamsaliti kwenu? Wakampimia vipande 30 vya fedha. Tokea wakati huo akawa akitafuta nafsi yake kumsaliti. Haya mambo yote yaliandikwa katika magombo ya chuo. Kingine, vile vipande 30 viliwekwa wapi? Yuda alivikataa vipande 30. Je, unabii ulitabiri ya kwamba vipande 30 vitanunua koni la mfinyanzi? Tuone vile vipande 30 vya fedha. Namba 9, vipande viliwekwa wapi? Vilipelekwa wapi vipande 30? Tuone pia alikuwa ametabiri kwenye Zekaria 11:13. Akasema, kisha Bwana akaniambia, mtupieni mfinyanzi kima kizuri, hicho nilichotiwa kima na watu hao. Basi nikavitwaa vile vipande 30 vya fedha, nikamtupia huyo mfinyanzi ndani ya nyumba ya Bwana. Sikia, kwenye Mathayo 27 utimilifu wake. Kisha Yuda 27:3 mpaka 10. Kisha yule Yuda mwenye kumsaliti alipoona ya kuwa amekwisha kuhukumiwa, alijuta, akawarudishia wakuu wa makuhani na wazee vile vipande 30 vya fedha. Akasema, nalikosa nilipoisaliti damu hiyo isiyo na hatia. Wakasema, basi haya yatupasa nini? Yaangalie haya wewe mwenyewe. Akavitupa vile vipande vya fedha katika hekalu, akaondoka kwenye nyumba ya nani?
kwenye nyumba ya Mungu. Walivichukua akafanyia kitu gani? Akaondoka akaenda akajinyonga. Wakuu wa makuhani wakavitoa vile vipande vya fedha, wakasema si halali kuviweka katika sanduku la sadaka kwa kuwa ni kima cha damu. Wakafanya shauri, wakavitumia kwa kununua konde la mfinyanzi liwe mahali pa kuzikia wageni. Kwa hiyo konde lile huitwa konde la damu hata leo. Ndipo likatimia neno lililonenwa na nabii Yeremia akisema, wakavitoa vipande 30 vya fedha, kima chake aliyetiwa kima, ambaye baadhi ya Waisraeli walimtia kima, wakavitumia kwa kununua konde la mfinyanzi kama Bwana alivyoniagiza. Yote hayo yalikuwa yameandikwa. Ni kitu gani Wayahudi hawakuelewa? Ni kitu gani Wayahudi kilifanya wasitambue? Hicho kitawafanya Waadventista wasielewe. Maandiko tunayo kila siku, roho ya unabii tunayo kila siku. Kwa kuto kusoma kwetu na kushikilia dhambi zetu kila siku, tunaweza tusitambue marejeo ya Kristo. Kristo anaweza akajifunua kwa kila kitu, akaonesha mpaka wakati, lakini tunaweza tusitambue. Kisa cha Bethlehem ni kisa chetu. Pambano Kuu 315. Kuna fundisho kubwa kiasi gani katika kisa cha ajabu kilichotokea Bethlehem. Ni jinsi gani kinakemea kutokuamini kwetu, kiburi chetu na kutosheka kwetu. Ni jinsi gani kinatuonya sisi kuwa macho, la sivyo kwa kosa letu la kutokuwa tofauti tutashindwa pia kuziona dalili za nyakati, na hivyo kutokujua siku ya kujiliwa kwetu. Lakini leo tunasema no one knows day and night. Lakini nabii anasema kwa kutokutambua hivyo, tunaweza tusitambue siku ya kujiliwa kwetu. Hatuwezi kuelewa, na Kristo anakuja mara pili. Haiwezekani wakati wa Nuhu waambiwe dalili mpaka muda wa kuja kwa Kristo. Wakati wa Wayahudi Misri waambiwe mpaka kwamba siku ile wanaotoka ilikuwa ni miaka 400 neti. Haiwezekani wakati wa kina Danieli miaka 70 baada kutimia watoke Babeli. Haiwezekani majuma 70 Wayahudi yatimie katika wakati maalum. Haiwezekani Yesu aseme kizazi hiki kitapita mwaka wa 70 ya mambo yatimie. Haiwezekani Yesu aingie patakatifu mwaka 1844 katika wakati maalum. Wakati huu tufunikwe, tusielewe. Sisi je, ni bora kuliko wale watu wa zamani? Hali yetu ni mbaya kuliko wao? Kama Wayahudi walipewa mpaka dalili ya kuelewa, je, sisi kufichwa dalili tutaelewa? Kufichwa wakati tuelewa, au Mungu hataki tuokolewe? Kisa cha Bethlehem ni kisa chetu. Mungu atusaidie sana, atuandae kwa ajili ya ujio wa Yesu. Hivi ni sehemu ya unabii ambao ulitabiriwa na utimilifu wake. Tutakapokuja kwa neema ya Mungu siku nyingine, tutatazama vielelezo vingine, jinsi ambavyo unabii huu ulitabiriwa na jinsi ulivyotimia. Mungu hatamani tukutwe tukiwa gizani. Anatamani tukutwe tukiwa tunaelewa, sababu sisi ni wana wa nuru, si wana wa giza. Ulimwengu ndio utakutwa ambao haujui, lakini sisi tuelewe na tutambue kwa kusoma nyakati pamoja na magombo, tutaelewa wakati wa ujio wa Kristo. Sijazungumzia kuhusu habari ya siku na saa ya kuja kwa Kristo. Kutangaza miaka 6000 simaanishi nataja tarehe ya kuja kwa Kristo. Sitaji. Atakayetangaza habari hizo ni Mungu mwenyewe wakati wa pigo la 7. Ninachokionesha ni kwamba pambano linakoma 2031, na kuanzia hapo tutegemee Yesu Kristo kuja. Yeye ni mwaminifu wa haki. Kama matukio mengine yote yalitimia katika muda maalum, hata hili tukio litatimia katika muda maalum. Labda Ellen White au yamekosea. Mungu atusaidie sana, atuongoze tuweze kutambua dalili za nyakati, tusije kurudia kisa
cha Wayahudi. Tunapohitimisha, ninawasihi tuweze kujikabidhi tena katika maombi. Karibuni sana. Tunakushukuru sana Baba yetu na Mungu wetu. Kisa cha Bethlehem ni kisa cha kwetu. Kama hatutozingatia maonyo na dalili ambazo umetupatia, tutakuwa kama Wayahudi. Tunaomba utuandae, tunaomba utusaidie kwa upofu wetu, kaamshe hisia zetu kama ulivyomwamsha Koreshi. Tuamshe, tutambue wazi kwamba chochote unachokiandika kwenye maandiko matakatifu au roho ya unabii yana maana. Sasa watu leo tunageuza masikio tusisikilize. Na watu kila kona, hakuna jua siku la saa, hakuna jua siku la saa. Lakini Baba, unahimiza watoto wako tuweze kuelewa. Tusaidie wakati unaokuja, tuone unabii huu ambao ulitabiriwa kuja kwa Yesu mara ya kwanza ulivyotimia na unabii wake. Tusaidie kuwa tayari kwa ajili ya ujio wa Yesu. Mapenzi yako yatimizwe katika masaa haya, kwa jina lake Kristo. Amen. Mungu awabariki sana. Ninawaombea sana, nami pia mniombee. Kumbuka ya kwamba mapambano bado yanaendelea. Hapa tu ndio tunaanza. The breath of Christ. Some whisper it's Satan's evil entice. Which one deceives, bringing death deceived? It matters which one you believe. Look a little closer, who's the one within? Only one gives victory over sin. An uplifted Savior is the flaming torch. Holy Spirit gave his own blood, his covenant preserved in love. Remember they are strongholds. Remember the Vandals. remember the Huguenots. remember the Scandals. 2 Corinthians 3:17 says, Lord, that spirit free. John 14:18, Jesus says he comes to us to be. The old liar rages, Satan wants the holy spot. He points away from Jesus, an evil plot, raging against faithful old tribes. Corruption plucking out, demise still thrive. Look a little closer, who's the one within? Only one gives victory over sin. An uplifted Savior is the flaming torch, his covenant preserved in receptive heart. Remember the Vandals. Remember the Huguenots. Remember the Scandals. A rising power, a religious little